Jambo ndugu wapendwa Kongomani wenzangu, jambo wapambanaji wenzangu, wazalendo wa vita, jambo sana jeshi letu la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kwa wazalendo halisi wale wasioshikilia silaha, nasema mjambo kwenye nyote. Ni kijana wenyu General de Brigade autoproclamé Fudre Rouge Igwe. Naomba wazalendo wenzangu wote mahali wote walipo kushuka, kufunga mikanda na kuwa tayari kabisa endapo vita hivi vinakwenda kuisha kwa risasi ama kwa diplomasia. Wale wote ambao wamejeuri jamhuri yetu, wale wote ambao wameua watu wetu, wameacha watu wetu wamoja leo mayatima, wengine wajane, wengine wamekuwa kama wasazi, psikolojia sio sahihi tena. Milioni ya watu, takribani milioni 13 na 40 kadhalika huko ya watu ambao wamekwisha kufariki kupitia wale waliodigeuza, wale waliokuwa wakongomani kumbe si wakongomani halali, walitumikishwa na Rwanda, walikula rushwa. Sisi tushimame hima kwenye mustari. Hakuna mapokezi ya adui ndani ya Jamhuri ya Kongo. Tazama, vita vimedumu miaka 13 huku wakishindwa na kudigeuza, wakiomba msamaha, wakiondoshwa kwa kidiplomasia. Hakuna kurejea ndani ya Jamhuri ya Kongo. Wale wote wanaojiita Wanyamlenge walio ndani ya M23 wanaoshikilia silaha, wao si Wanyamlenge, hao ni Wanyarwanda, tena hao ni wa M23, ni maadui wa Jamhuri ya Kongo. Wale wote wanaoshikilia silaha kwa kupiganisha jeshi la taifa la Kongo pamoja na wazalendo pamoja na raia yake, hao ni maadui. Hakuna kurejea ndani ya mingini walioitoka, hakuna kurejea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi tutabaki kufanya ratissage. Musifunge mikono, mufanye ratissage. Yule yoyote Mnyamlenge aliyeshika silaha, yule ni M23. Kamata, shika, shughulika naye kwa njia yoyote ile, ili namna usalama udumu, vita isirejee tena ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hilo kimuacha kwamba ni Mnyamlenge, unaendelea kupanda vita na wanaendelea kujipanga tena sahihi. Mimi na kuambia ndugu yangu, mkubwa yangu, baba yangu, raia mwenzangu, mahali kokote utakapomuona yule Mnyamlenge anayejiita eti ni Mnyamlenge, soit en disant Mnyamlenge, ce sont des Rwandais mais armés, ils n'ont pas les places dans notre pays. Vi les agressions successives, maesheki za ile maagression, wale wote wakongomani waliounga mkono wa Rwanda, hakuna nafasi ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko kambini Ruigi tulipoteza pene 3800 personnes kwa kila siku. Wachache walikuwa wakizika 25 personnes, watu 25 kwa siku moja. Wachache wakiwa wachache ni 25, wakiwa wadogo ni 22 kila siku Paruhigi. Fanya sasa hesabu kwa mwezi, kwa miezi 2 walimaliza huko kambini. Mpaka sasa ni watu wangapi ambao wamefariki ndani ya makambi? Hao watu wameuawa na Mwivu wa Godefroid, wameuawa na Somora na Colonel Nanga na wengine wakongomani wanaojiunga ndani ya M23. Sasa hao watu si watu wa kusamehe, ni watu wa kuchinjilia mbali. Swandi za Wanyamlenge, wale ambao walikimbia Uvira, uwepo wetu, wale hawakuwa Wanyamlenge, wale ni Wanyarwanda. Wanyamlenge walibaki Uvira. Swandi za Wanyamlenge waliojiita wakajipanga jina walibaki Uvira. Wale ambao wameshika silaha walikimbia na vyombo wakaenda, munifate mzuri, walikimbia na vyombo vyao wakaenda, wameshika mizigo yote wakakimbia, maana walikuwa wanashikilia silaha zao mikononi mwao ili kuua na kuharibu na kupora mali ya Wakongomani. Hawana nafasi ya kurejea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwe Minembwe, iwe Lemera, iwe Uvira, iwe Katogota, iwe Kamanyola, mahali popote, iwe Fizi na mahali popote, iwe Ruchuru, iwe Unagana, iwe wapi, iwe Niragongo, mahali popote
katika Jamhuri yetu Demokrasia ya Kongo, katika jimbo la Kivu ya kaskazini na kusini, hawana nafasi ya kurejea tena humu. Tumeteswa sana, tumeuawa sana. Wakiondoshwa kwa diplomasia, ni nguvu zetu sisi wazalendo ambazo zimewaondosha. Diplomasia ilisaidia ndio vita tulivyosimama sisi na jeshi letu la taifa. Diplomasia imeunga mkono sisi wazalendo na jeshi letu la taifa, ambao tumekufa wengi kwenye shamba la vita tukitetea udongo. Na sisi jeshi la taifa kidemokrasia ya Kongo na wazalendo tumeunga mkono diplomasia ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Sasa wanaenda kuisha wote kutoka ndani ya Jamhuri ya Kongo, na wajulisha hivi, hakuna mapokezi ya kupokea hata familia ya Mwivo Godefroid, hata wakwe wake wasikanyage ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wote wapewe sanction na kuondoka pamoja na Wanyamulenge wao na kuondoka pamoja na Wanyarwanda wao, wote waende wakafie mbali katika mto huo wa mbali kabisa, ambao hatuwezi kuwaona waje tena kupanda vita ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo munisikilize vizuri sana tena sana. Hatuhitaji kuona sura ya Mnyarwanda yoyote huku. Hakuna undugu sisi na Rwanda. Mumesikia matangazo ya Kagame, alikuwa akitaka udongo wetu. Udongo wetu ndio anataka. Endapo tutafika tu Kamanyola, sisi wenyewe tusude mafrontiere zote na Rwanda. Hakuna diplomasia sisi na Rwanda, ni kusude frontiere zote na ile kilalo ya Rwanda Kongo, fires yote mbili, Bukavu, Kamanyola, Goma, fasi yote ambayo sisi tuna mipaka na Rwanda, ni kuvundilia mbali na kufunga mipaka yote na Rwanda. Rwanda baki mwenyewe. Wakongomani tutakufa, maana tupiti Rwanda tutakufa. Tuliresiste COVID hapa Uvira, mliresiste. Burundi alikuwa nafunga. Tunajiweza kichakula na tuna mali ya ardhini mingi sana. Hatutakufa kwa kuwa hatuna uhusiano na Rwanda. Mfunge mipaka yote, endapo tutaingia tutafunga. Asante. Alikuwa kijana wenyu, kamanda wa vita, General de Brigade Foudre Rouge Igwe. Mungu awabariki. Nafikiri mnanielewa.